Waebrania 12:15 inasema, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Waebrania 12:15, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachepuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Hasira inaleta msongo wa mawazo, stress. Hasira inaleta msongo wa mawazo, yaani stress. Inaharibu afya yako na mwili. Shinikizo la damu, na inazuia maombi yako yasijibiwe kwa sababu ya kukosa msaada. Hasira inaleta msongo wa mawazo. Sikubali hasira ikutawale. Hasira inaleta msongo wa mawazo. Kwa kuwa unaona jambo hilo, mbona sikutendewa? Hasira inaleta msongo wa mawazo. Utawaza vitu vingi vibovu, utawaza vitu vingi vichafu, utawaza vitu vingi ambavyo havina maana kwa sababu ya neno hasira. Hasira inaleta msongo wa mawazo. Hasira inaleta msongo wa mawazo, yaani stress. Usikubali hasira ikutawale. Usikubali hasira iwe ndo chanzo cha uharibifu wako. Pia hasira inaharibu afya yako. Hasira inaharibu afya yako. Ukiwa ni mtu wa hasira, afya yako itazorota. Manake kila wakati ni mtu wa kukasirika, kila wakati ni mtu hauna amani. Kwa hivyo italete afya yako itapungua, afya yako itaisha. Na pia hasira inaleta shinikizo la damu. Hasira inaleta shinikizo la damu. Ashangaa mtu anaugua moyo, ni hasira. Hasira isiyodhibitiwa ni hatari sana. Inakuletea msongo wa mawazo na inazuia maombi yako. Hasira pia inazuia maombi yako yasijibiwe kwa sababu ya kukosa msamaha. Unaambiwa ni lazima uwe mtu wa kusamehe. Lazima uwe ni mtu wa kusamehe. Ukiwa ni mtu wa kuwa na kinyongo, kuwa na uchungu, maombi yako hayajibiwi. Maombi yako hayajibiwi. Utakuwa ni mtu wa uchungu. Utakuwa ni mtu ambao hauna nzuri. Wewe ni mtu wa kusamehe. Sifa: mwenye hekima, mwenye kiasi.
hutoa jibu la upole. Mpumbavu, hasira isiyodhibitiwa, hutoa maneno ya kuumiza. Mwenye hekima hutoa ujibu kwa upole, lakini mpumbavu hutoa maneno ya kuumiza. Mwenye hekima ni mzito wa hasira. Mwenye hekima ni mzito wa hasira, lakini mpumbavu ni mwepesi wa kukasirika. Ikiwa ni mpumbavu utakuwa mwepesi wa kukasirika, lakini mwenye hekima ni mzito wa kukasirika. Mwenye hekima hutuliza ugomvi. Mwenye hekima hutuliza ugomvi, lakini mpumbavu huchochea ugomvi na kuasi. Mpumbavu huchochea ugomvi na kuasi. Mwenye hekima anamiliki roho yake. Mwenye hekima anamiliki roho yake, lakini mpumbavu ni kama mji usio na kuta. Mpumbavu ni kama mji usio na kuta. Nini cha kufanya unapohisi hasira inakupanda? Nini cha kufanya unapohisi hasira inakupanda? Biblia inatupa mbinu rahisi. Kuwa mzito wa kusema. Kuwa mzito wa kusema. Unaponyamaza sekunde chache kabla ya kujibu, unampa Roho Mtakatifu nafasi ya kutawala hisia zako. Jinsi ya kudhibiti hasira unapochokozwa. Kuna watu wanapenda uchokozi sana. Sasa jinsi ya kudhibiti hasira unapochokozwa. Kudhibiti hasira unapochokozwa ni mtihani mkubwa wa ukomavu wa kiroho. Biblia haituambii tusihisi hasira, bali inatuambia tusitende dhambi tukiwa ndani ya hali hiyo. Mbinu za kuvitenda na za kibibilia za kusaidia kudhibiti hasira pale moto unapowaka. Namba 1, kanuni ya sekunde 9. Slow down. Unapochokozwa, hisia za kwanza huwa za kujihami au kushambulia. Biblia inatoa siri moja kuu: kuwa mzito. Mbinu: usijibu papo hapo. Vuta pumzi ndefu au hesabu 1 mpaka 10 moyoni mwako. Neno la Mungu: kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali mzito wa kusema na mzito wa hasira. Yakobo 1:19. Matokeo: unatoa nafasi kwa akili hekima kutawala badala ya hisia mwili. Unatoa hekima kutawala. Badilisha tone ya sauti yako. The softness answer. Hasira huchochewa na kelele na maneno makali. Unapochokozwa, mchokozi anategemea wewe upige kelele ili ugomvi ukue. Ukishusha sauti, unakata nguvu ya ugomvi huo.